Leo tunamwangazia CEO wa kampuni ya Supermetro. Sio mwingine ila jina lake ni Nelson Mwangi. Utakuta hata kukinyesha, hata kuwe na jua kali, wasafiri watavumilia. Licha ya kuwa na magari mengine, utakuta mlolongo ama laini ndefu wasafiri wakingoja Supermetro. Hebu tufahamu kwa nini watu wengi wanapenda Supermetro? Ni kwa sababu ya kuwa na nidhamu ama discipline. Wahudumu wao, dereva, kondakta ni wenye nidhamu. Wako na good customer care. Hawapotezi muda, wako chap chap. Hawabebi ama kushukisha njiani. Management iko sawa na kadhalika. Hebu tufahamu historia ya kampuni hii ya Supermetro. Nelson Mwangi inasemekana hakumaliza shule na alikuwa muuzaji mahindi njiani na baadaye kuwa CEO baada ya kung'ang'ana hadi ikajipa. Hebu tuanze kwa kuangazia kuzaliwa kwake. Alizaliwa kwenye kaunti ya Murang'a ambayo inajulikana kuwalea matajiri wakubwa hapa nchini. Baada ya kumaliza masomo yake ya sekondari, wazazi hawakuweza kumpeleka chuo kikuu kwa sababu ya ufukara licha ya kufanya vizuri masomoni. Hakukata tamaa, alienda jijini Nairobi na kujituma licha ya maisha kuwa magumu, alijikaza kimwanaume. Kwa wakati mmoja, alichuma mahindi karibu na Makadara Law Court. Baadaye, akafanya kazi kwenye hoteli na kupandishwa cheo kwa kazi yake nzuri hadi kiwango cha operational manager kwenye hoteli hiyo. Alisave na kuanzisha side hustle kwenye industry ya matatu. Huku kwa wakati mmoja ama kwa wakati mwingi akikopa loan kutoka kwa Mashailok na kununua matatu yake ya kwanza mwaka wa 1998. Hakujua itakuja iwe empire. Aliendelea kujituma na kuongeza matatu sio gari moja, mbili, tatu. Hadi saa hii ni kampuni hitajika inayopendwa kote. Aliungana na marafiki wawili wote wakiwa watatu kuanzisha kampuni ya Supermetro ambayo inajulikana kama Supermetro Company Limited. Ilikuwa registered mwaka wa 2013. Nelson Mwangi amekuwa akiwa kama chairman kwenye kampuni hiyo ya Supermetro. Lengo lao lilikuwa kuleta huduma bora kwenye sekta hiyo ya matatu iliyoogopwa na wengi kwa kuwa na wahuni, magaidi, matusi na kadhalika. Walianza kufanya recruitment kwa madereva wao na makondakta ili kuleta professionalism kwenye kampuni hiyo. Ili kuimarisha huduma yao, waliweka sheria kali kwenye madereva na makondakta wao. Wale waliokiuka sheria hizo au kwenda kinyume walifurushwa. Hiyo imeleta imani kwenye kampuni hiyo huku wateja wakivumilia mvua, jua, foleni kubwa ili kuabiri matatu ya Supermetro. Kufikia saa hii, Supermetro ina mabasi zaidi ya 500 na inazidi kukua kila kuchao kwa huduma bora kwa mwananchi. Huku akiajiri zaidi ya madereva na makondakta 2,000 na wahudumu wengine. Hebu tutumie maoni yako kwenye comment section
kuhusiana na services za Super Metro. Tafadhali subscribe Woshi TV ili kupata makala haya na mengine. Asante sana kwa kuwa mtazamaji bora. Endelea kutegea Woshi TV kwa habari na makala moto moto. Jina langu ni Washington Mwange. Iwapo hujasubscribe, tafadhali subscribe ili uwe wa kwanza kupata habari punde zinapotokea. Asante sana kwa kuwa mtazamaji bora, na siku moja itajipa. Endelea kutufuatilia kwenye taarifa zetu za baadaye. Jina langu ni Washington Mwange.